ni kwa uwezo wa Mungu na upendo wa Mungu. Wapo ambao hata wamefika wakati huu hapa katika hali ya kuchechemea, katika hali ya kutokuwa na afya njema, lakini Mungu anasema yote lazima tumshukuru yeye, kwa sababu kila jambo analifanya kwa kusudi lake. Wako ambao hawakuweza kabisa, wako vitandani wamelala, wengine wako hospitalini pia, na wengine hawakuwa na haja wala hawaoni haja ya kuendelea kutafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuliyepata nafasi hii, wapendwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana sana, kwa sababu Mungu ana makusudi nasi. Kila wakati anapotuita ana kusudi la kuweza kutusikizisha maneno yake, ili aendelee kututunza, aendelee kutuongoza vyema, kutuonya na kutuchunga, ili ile ahadi yake ya upendo iweze kutimia, kupata nafasi ya kuweza kukaa pamoja na yeye milele mbinguni. Hili ndio kusudi la Mungu. Kwa hiyo nikiona nimepata nafasi hii, ukiona umepata nafasi hii, ikiwa ni upendo wa Mungu umekuzunguka, unapaswa kutafakari na kuwa na jambo la kufanya ili uweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Tuko katika kauli mbiu mwaka huu kutoka katika waraka ule kwa Waefeso sura ile ya 5 mstari ule wa 14 au ule mstari wa 18, lakini tumesimama pale kwenye ile kauli mbiu yetu ambayo inasema, amka wewe usinziaye. Wapendwa, jambo hili Mungu amelizungumza kwetu sisi kwa sababu linaishi, yani tupate uelewa wa kuweza kumwelewa Mungu kwa urahisi, kwa sababu jambo hili linaishi katikati yetu, katika maisha yetu. Limetajwa neno pale ambalo watumishi wengi wameshapanda hapa kulizungumza, na mimi nitaingia kulizungumza kwa sababu ndilo jukumu la kuendelea kukumbushana ili tuweze kuelewa nini kusudi la Mungu. Neno hili kusinzia, mimi sitazungumzia sana usingizi. Nimetaka nizungumze hiki chanzo hiki cha kusinzia. Kamusi ya Kiswahili inasema kwamba ni hali ya kupatwa na kusinzia na usingizi kwa ghafla na kwa muda mfupi, kuwa na dalili za kutaka kulala kwa kufumba macho. Ni jambo jepesi tunapoweza kulizungumza, lakini tunapoingia kwenye kutafakari, tutafakari maisha yetu ya kiroho kutoka katika usingizi huu wa kimwili ambao Mungu ameamua kutufundisha, kwa sababu tunalala, tunaamka, na tunafahamu dalili tunapotaka kuendea usingizi, nini kinachokuwa kinatokea. Je, unaanza usingizi moja kwa moja au kuna kitu fulani kinaanza kutokea? Katika hili Mungu amekusudia tujifunze maisha yetu ya kiroho. Niseme kidogo kwa habari ya kitabu hiki cha Waefeso. Kumbushane tu, tulisema huko nyuma, lakini kwa dakika chache naomba nikukumbushe ili tusaidie kuelewa hiki ambacho nimekusudia kukisema. Huu mji wa Efeso ulikuwa ni mji mkuu wa mkoa wa Kirumi. Siku hizi unaitwa Uturuki Magharibi. Ulikuwa ni mji wa kibiashara. Efeso zilifanyika biashara, na inadhaniwa kanisa hili la kule Efeso lilianzishwa na Priscilla na Akila, ambao mtumishi Paulo katika safari yake ya pili ya kueneza Injili, haya utayasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 18 mpaka ule wa 21. Lakini mtu wa kwanza alikuwa Apolo. Huyu alikuwa ni mwalimu wa Kiyahudi kutoka Iskanderia, ni sehemu za Misri. Na Efeso kama nilivyosema, asili yake ilikuwa ni biashara. Na walikuwa na imani za mambo ya masanamu, mambo ya kiuchawi, mambo ya kiuganga, na ndiko alikokuwepo mungu au mke yule Atemi, au kwa jina lingine anaitwa Diana. Kwa hiyo injili ilipokuwa inaingia katika ule mji,
imewakuta watu wako katika mazingira haya, wanafanya biashara zao, na hili unaweza ukaliona kwamba wafanya biashara wanapokuwepo, halafu miungu iliyopo ni miungu ambayo sio Mungu. Maana Biblia imepambanua kabisa, walikuwa wanaabudu sanamu na walikuwa wanashughulika na mambo ya kiuganga. Kwa hiyo ina maana uchumi wao na mambo yao, wale matajiri na maisha yao yalikuwa yanategemea mambo ya kishirikina ambayo hayatafuti haki ya Mungu. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa aina hiyo, na Mtume Paulo amefika pale, ameshiriki kuweza kuihubiri ile Injili. Na haya yote, Injili ilipokuwa imefika, watu wakaweza kufahamu sasa kwamba Mungu wa kweli ni yupi. Kwa hiyo Paulo anauandika huu waraka kwa sababu neno la Mungu limeshawafikia wale watu, wamebadilika sasa, wamekuwa Wakristo. Lakini kumbuka, sio mji mzima wa Efeso, ni watu wengine walifanyika kuwa Wakristo na wakaendelea kuishi katikati ya jamii ambayo ilikuwa ikiendelea kuabudu sanamu, ikiendelea kufanya mambo mengine ambayo hayampendezi Mungu. Sasa hawa wameokolewa na waraka huu. Wapendwa, kwa kumbukumbu zako tunaweza ukaandika, Mtume Paulo inadhaniwa kuwa ameuandika kati ya mwaka wa 60 na 62 baada ya Kristo. Kazi ndiyo aliyokuwa ameifanya kule Asia. Kwa hiyo watu wa pale Efeso, kama nilivyosema, kabla ya kuokolewa waliishi maisha mabaya sana ya kumchukiza Mungu wakati ule kabla ya kuokolewa. Upendo wa Mungu umewafikia, Injili imewafikia, wameokolewa. Hapa Mkristo ukumbuke, ndivyo hata sisi tunapozungumza kitabu cha Waefeso, ndilo hasa kusudi la maandiko. Tunapokizungumza kitabu cha Waefeso, tuzungumze maisha yetu. Tunayazungumza maisha yetu. Tumetoka katika upagani, tumeitwa na Kristo, sasa tumekuwa wa Kristo. Mtume Paulo anaandika waraka kwa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 3. Anasema kwamba, utaenda kusoma kwa wakati wako, anasema mlitumikishwa. Anatumia neno mlitumikishwa. Kabla ya kuwa wewe Mkristo, ulitumikishwa na mambo ya dunia hii, na uliyatumikia na tuliyatumikia. Sasa tumeokolewa. Wapendwa, maneno haya tunapoyasema tuyatafakari, kwa sababu yanatugusa sisi. Hakuna anayekwepa kwamba aliishi maisha fulani halafu ndipo Injili ikaweza kumfikia. Kwa hiyo tulitumikishwa. Lakini katika kitabu hiki cha Waefeso, kwa nini anasema amka wewe usinziaye? Kwa sababu Waefeso baada ya kuokolewa wameishi, wamejua kweli, wameyaishi mapenzi ya Mungu. Sasa tena wakaanza kuacha wajibu wao katika Kristo. Ndipo anapoambia amkeni, msianze kusinzia. Kwa sababu wapendwa, kitendo cha mtu kuokolewa, kuacha mambo ya ulimwengu, ulikuwa una biashara zako unadhulumu, ulikuwa ni mlevi, ulikuwa ni mtukanaji, ulikuwa ni mpiga watu, umefika sasa umeacha, umekaa katika Kristo Yesu, na uko katikati ya watu wa aina hiyo. Anaposema tuweze kuamka, anaonyesha kwamba nisipoangalia, usipoangalia, usingizi huu utanifikia. Kusinzia, maana kuyaacha hayo ndiyo dalili za kuanza kusinzia. Na Roho wa Mungu akawa ameliona hilo. Waraka huu unaandikwa kwa Waefeso, unaandikwa tuweze kusoma kanisa la Temeke, ili kwamba uweze kutuonya. Huku ndiko kusinzia ambapo Roho wa Mungu kupitia Mtume Paulo anawaambia waamke, maana wanaanza kusinzia, na kusinzia ndiko kunakopelekea usingizi wa kiroho.
Wapendwa, kanisa la Efeso, ukitaka kujua vizuri pia katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 1 mpaka wa 4, katika makanisa yale 7 ya pale Asia, ambayo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu akimuongoza Yohana kuandika na kuweza kuonya, ameeleza mambo mengi. Sasa anaongea na watu ambao wako ndani ya kanisa, lakini wakianza kusinzia watakuwa wana matumaini ya kuwa ndani ya kanisa, lakini hawaishi katika mapenzi ya Mungu. Kwenye waraka huu, kwenye Ufunuo, kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, Mungu anazungumza pale. Kuna mambo kama 5 hivi au 6, mimi nitayasema, naomba uyaandike utafakari kutokana na muda wetu. Mungu anasema anajua matendo yako, ananijua matendo yangu. Halafu anasema anajua tabu yako, anajua tabu ambazo tunazipata, anajua tabu ambazo walikuwa wanazipata watu wa pale Efeso. Halafu akasema anajua subira yao, subira yako, subira yangu. Walikuwa na uvumilivu wakati wameokolewa, hawakuweza kukata tamaa, wakakataa kushikamana au kushirikiana na watu wabaya. Tena kuna jambo lingine pale, anasema unawajua hata manabii. Maana miaka hiyo mpaka ya sasa manabii walikuwa wameendelea, na sasa wanaendelea wakitoa nabii zao mbalimbali, kwamba unawajua hao wanaojiita kuwa ni manabii na mitume kuwa ni waongo, kwa sababu walikuwa wamefundishwa habari ya mambo hayo na walielewa vizuri. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kupima. Mungu anasema anajua, mimi ninajua, anajua, wewe unajua nabii habari hizi za mitume wa uongo. Tena anasema katika kuwajua huko tumekuwa wavumilivu. Wakristo wa pale Efeso wamekuwa wavumilivu. Lakini mstari ule wa 5 anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Yaani wapi kanisa la Efeso lilipoanza kusinzia, lilipoanzia kusinzia mpaka sasa kupelekea hali ya kuto tena kumwamini Kristo, hali ya kuhitaji kuishi katika namna mbili. Hili ni onyo ambalo lilikuwa linaonywa katika kitabu cha Efeso sura ile ya 5 mstari ule wa 16. Mstari wa 16, maneno ya Mungu yanasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Amezungumza jambo kubwa wapendwa, kuukomboa wakati. Muda wetu tulio nao ni mfupi katika ulimwengu huu. Tukiruhusu hali ya kusinzia, tukiruhusu hali ya kuto kumjua Mungu, kumwacha Mungu, muda wetu tulio nao ni mfupi. Tuna kazi ya kuweza kufanya. Waefeso walikuwa na kazi ya kuweza kufanya, kwa sababu wao sasa walikuwa wameshakuwa barua ya Kristo. Walipaswa maisha yao waweze kumwonyesha kila mwanadamu aliyoko chini ya mbingu hii kwamba wao wako pamoja na Kristo, ili watu waweze kuokolewa. Wapendwa, watu wa Mungu, jambo hili ni muhimu sana tulijue. Roho wa Mungu anatujua, anatuona. Mungu anatuhitaji sana tusisinzie. Nitazungumza vizuri mbele hapo habari ya jambo hili. Jambo hili Wakristo ni zito kulipokea. Nilikuwa na tafakari, ukikaa na mtu anayesinzia, maana kusinzia ndiko huanza kabla ya usingizi. Huwezi kama kusema kwamba nililala muda fulani, kabla ya kusema kwamba ulianza kusinzia ndipo kalala. Na usingizi wapendwa
ni kitu kizuri ambacho mtu hupenda kupumzisha mwili, kwa mwili kama kawaida, kwa mwili wa kibinadamu. Lakini tunaposema kiroho, usingizi, nilikuwa naangalia kwa upande wa kusudi la Mungu kumtuma Paulo aandike waraka huu kwa kanisa la Efeso. Mafanikio yako ya kiuchumi, ya kimaisha, yanaweza yakawa ni chanzo kikubwa cha wewe kuanza kusinzia. Efeso walikuwa wanafanya biashara, walikuwa wanafanya kazi zao, walikuwa wanamiliki uchumi, na uchumi unajengwa katika hali ya kujitoa na kufanya kazi mbalimbali. Lakini inaonekana wakaanza kurudi sasa, wanaambatana na vile vitu ambavyo viliwafanya mwanzo wasiweze kumjua Mungu. Lakini si hali ya uchumi tu, hata hali ya kutokuwa na uchumi. Nikichunguze, yanaweza yakawa ni sababu, nikiapa nafasi, yanaweza yakawa ni sababu ya mimi kuanza kusinzia, kwa sababu mazingira yangu ya kiuchumi yataniacha nikose kutimiza mapenzi ya Mungu, nikiendelea kukimbizana na maisha. Ndipo usingizi wa kiroho unapoanzia. Na yule mwovu, hili jambo wapendwa, amelitumia sana katika maisha yetu. Unaweza ukakosa hata kuja kanisani, ambapo Biblia inasema, maana hii ni amri, sio ombi. Kitabu cha Waebrania kinazungumza sasa, msiache kukusanyika. Usiache, nisiache. Lakini kwa sababu ya uchumi, kwa sababu ya maisha ambayo mimi naweza kuwa nimeyatanguliza au wewe umeyatanguliza, chanzo cha usingizi kinaweza kikaanzia hapo. Chanzo chako cha usingizi, kusinzia kwako kunaweza kukaanzia hapo. Kwa hiyo watu wa Efeso walivutwa na mambo mengi. Kwa kunemeka na uchumi, waliweza kuvutwa, wakaanza kusinzia, kuacha kazi ya Mungu na kuambatana na uchumi. Na hata tena kwa upande wa kukosa, pia kulikuwa kuna uwezekano wa kuacha kazi ya Mungu, kuweza kuendelea kufukuzana na mambo ya maisha au mambo ya kiuchumi. Swala la kusinzia, hapa tunakumbushana ili tuweze kupata njia nzuri ya kupita. Nikawa najaribu kufikiri kwamba jaribu siku moja ukae na mtu anayesinzia, halafu uwe unamtingisha kila wakati, unamtingisha, halafu uone atakushukuru kwamba unamwamsha sikilize neno la Mungu, au atakunja sura kwamba unambughudhi. Jibu utakuwa nalo. Kwa hiyo swala la kusinzia, wapendwa, ni jambo baya kwenye imani, kwenye swala la kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni jambo baya la kulitafakari, wala si la kulipa nafasi. Usingizi au kusinzia, huku ambapo kitabu cha Waefeso kinaripoti, unamaanisha hasa sana upande wa uchaji wa Mungu. Nikisema uchaji wa Mungu, nimependa kuyajumuisha mambo yote. Unayajua, ninayajua. Mungu anataka nifanye nini? Mungu anataka ufanye nini? Uchaji wa Mungu. Watu wa Efeso wanaonywa waamke, wasisinzie kwa sababu ya swala la kumcha Mungu. Wapendwa wa Kristo, tujichunguze, tuzihoji nafsi zetu, tuache kusinzia. Amina. Na kukataa kuonywa katika hali ya kuweza kusinzia kupelekea sasa kulala kabisa. Ukikataa kuonywa katika hali ya kusinzia,
nikikataa kuonywa katika usingizi wa kukumbushwa taratibu na vipindi vya ibada, wajibu wangu kama Mkristo ni nini? Ni dalili za kwenda kulala kabisa usingizi. Na katika kulala usingizi ndiko kutatupelekea hasara ya kutokupata uzima wa milele. Maisha ya uchaji wa Mungu yalipelekea Wakristo wa pale Galatia wakaanza kuchoka. Uchaji wa Mungu, yani mwili kawaida unataka matokeo ya kuona hapo kwa hapo. Nitachelewa kanisani, nakula kanisani, kipindi hiki yani kina manufaa gani ninapoacha muda huu kufanya jambo hili kwenda hivi? Mwili ndivyo unavyotaka. Mtume Paulo anaandika kwa waraka kwa Galatia akiwakumbusha Wakristo wa pale Galatia, na pia atukumbushe na sisi asubuhi hii katika somo hili. Anasema tena, msichoke katika kutenda mema, maana mtavuna hapo wakati wake, msipozimia roho. Mpendwa, ni kuanze usichoke. Usiruhusu hali ya kusinzia kwa habari ya neno la Mungu. Usiruhusu habari ya kusinzia kwa habari ya kumcha Mungu. Tutaliondoa kusudi la Mungu la kumtoa Yesu Kristo aje afe msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Wakati tulipookolewa, wapendwa, tulikuwa tuna nguvu, tulianza vizuri, na ndivyo walivyoanza hata Efeso. Walikubali kuacha mambo mengine yote wakamwelekea Kristo. Na jambo hili wapendwa, unaliona hata kwenye maisha ya kawaida. Huwa najaribu kufikiri sana ninapokuwa naangalia vyombo vya habari, watumishi wa umma au hata watumishi wa kiroho wanapokuwa wanakula viapo. Wanapokuwa wanakula viapo. Hata wapagani wapendwa wanakula viapo. Tumeona mtu anasimikwa kwamba yeye anasimamia ukoo, na kuna mambo na majukumu ambayo anapaswa yeye aweze kuyasimamia, na familia nao wanaelekezwa kwamba haya ni wajibu wenu na haya ni wajibu wake. Ni viapo vile, kwa sababu ndani ya nchi yetu kuna uhuru wa kuabudu na imani tofauti tofauti. Nchi yetu kuna mtu mmoja tu ambaye mwisho wake, sijui kama mnakumbuka vizuri watu wa zamani, nadhani mpaka mwisho sijui alikuwa ameingia kwenye imani gani, lakini yeye katika kiapo chake alikuwa na hapa kwa kunyanyua katiba. Wengine wananyanyua msaafu ambao ni Qur'ani, wengine wananyanyua Biblia katika upande wa imani ya Ukristo. Sasa wewe ujiulize na uchunguze kusinzia jinsi ambavyo kunaanza. Majibu yake unaweza ukayapata kwa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa. Ukimwangalia mtu ambaye amekula kiapo na matendo anayoyatenda kuyahudumia yale ambayo alisimama kuyalia kiapo, unajua kwamba usingizi, akaanza kusinzia kidogo kidogo, sasa amefika mahali amelala. Lakini kibaya zaidi, sasa amelala huku akiwa na majukumu mkononi, kwa maana amesahau kiapo chake, usingizi umeshampata, anaishi sasa kama anavyotaka. Na ndiyo matokeo tunayoyaona katika ulimwengu. Kila kunapokucha, ukisikiliza ni hoja ya shida za watu ambazo zinashindwa kutatuliwa na watu waliokula kiapo. Wakristo usipoangalia tutashindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Tulikula kiapo katika Kristo kwamba tutatumika katika kanisa, tutajitoa katika kanisa ili kuweza kujenga mwili wa Kristo. Amina. Kusinzia. Mtume Paulo, utenda mema. Wakristo walifanikiwa sana kimaisha, lakini walisinzia katika eneo hilo la kumcha Mungu. Mtume Paulo anamwandikia kijana Timotheo, anasema uwaambie Wakristo, uwaambie
watakatifu wa Mungu. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, utasoma kwa wakati wako, sura ile ya 6 mstari wa 18, anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Anawasihi kwa sababu kwenye maeneo hayo usipoangalia, hali ya kusinzia inaanza, na ikishaanza usipoichukulia hatua unapelekea usingizi. Hawa wanaoandikiwa, wapendwa, ni Wakristo, kwamba waweze kuelezwa. Ni watu waliokuwa wanamiliki uchumi, wana uchumi mkubwa, lakini inaonekana walikuwa wanaacha kutenda mema. Anasema wakumbushe matajiri waweze kutenda mema na wawe tayari kutimiza mapenzi ya Mungu, kuwasaidia wahitaji kutoa mali zao. Hapa wapendwa, eneo hili kuna kazi kubwa na kuna hali ya kusinzia. Mfano mzuri ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 19 mstari ule wa 21, utasoma kwa wakati wako. Huyu ni mtu mmoja ambaye ni kielelezo kizuri sana kujipima sisi maisha yetu katika hali ya kuziandama mali. Huyu mtu yeye alikiri kwamba anaishika sheria zote kwa mujibu wa Torati ilivyokuhitaji, kwamba Wayahudi waishi katika kushika Torati na kuiishi. Lakini unaposoma pale unaona nini kilimfanya ashindwe, na kwenye nafsi yake yeye alikuwa amejinasibu kwamba ameishika. Tena anauliza nimepungukiwa na nini? Lakini alipoambiwa ufanye jukumu hili ambalo Mungu ameliagiza, tena sio kwa kutoa mali yote, bado maisha yake yalikuwa yanaendelea. Hakuzuiliwa kufanya kazi zake, akaendelea kukua kiuchumi, lakini kwa sababu alikuwa ameshasinzia muda mrefu na sasa amefikia kwenye usingizi mzito, akaliona lile jambo ni gumu, akageukia kando, akauacha wokovu, akaendelea na maisha ya dunia. Ndivyo usingizi, chanzo cha kusinzia kinaweza kupelekea katika usingizi, na ndivyo tunavyoweza kumwacha Mungu. Wapendwa, kuokoka ni rahisi, lakini kuishi wokovu ndipo, wapendwa, ilipo kazi. Ndipo panapopaswa tuweze kujilinda, tunaishije ndani ya wokovu. Maana niko kwenye majukumu, na tunapoyaacha yale majukumu kuyatenda, ndiyo dalili sasa ya kuanza kupatwa na usingizi. Mtume Paulo anasema, amka wewe usinziaye, ili Kristo akuangaze. Kusudi la maneno haya, wapendwa, tuamke kutoka katika usingizi wa kiroho. Inawezekana nilianza kusinzia, sasa nimelala. Inawezekana nilikuwa naanza kusinzia sijafikia kulala. Usiruhusu hali ya kusinzia, na aliyesinzia basi aweze kuamka, ili tuweze kusimama pamoja na Kristo na kuendelea kuyatenda mapenzi ya Mungu. Anasema tena uweze kufufuka katika wafu. Mtume Paulo akiandika waraka kwa Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 6, anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Nisipoizuia nafsi yangu ikanisukuma kuto kutenda mapenzi ya Mungu, usipoizuia nafsi yako ikakusukuma ukaacha kutenda mapenzi ya Mungu, maneno ya Mungu yanasema umekufa. Na ndiyo maana Mtume Paulo anapoandika kwa Waefeso anasema fufuka katika wafu, ili Kristo akuangaze. Wapendwa, tuna nafasi ya kufufuka katika wafu, na Kristo ana ahadi ya kutuangaza. Anatuangaza katika lipi? Kuendelea kutuelekeza mapenzi yake, kuendelea kututia nguvu, kuendelea kutukumbusha, ili tuweze kuyaishi maisha ya utakatifu. Usingizi au kusinzia. Nina kisa kimoja hapa ambacho nimekishuhudia hivi karibuni tu mimi mwenyewe.
nilikuwa nimepanda gari naenda Gongo la Mboto, njia ya Gongo la Mboto, lakini mimi nilikuwa naenda Kigogo. Sasa gari ile nilipanda na mtu mmoja, alikuwa kijana. Mimi nilikaa siti ya nyuma, watu walipopungua kuteremka, aliingia yule kijana akakaa siti za katikati. Na mimi kutokana na eneo nililokuwa nateremka, nikasema nitoke kule nyuma nisogee mlangoni jirani. Nikakaa naye pale. Sasa nikajikuta nimeenda kukaa, nikasikia harufu kali ya pombe. Na yeye alikuwa ameegemea kiti kile amelalia hivi. Nikasema hapa siwezi kuongea kitu chochote na yeye. Nikalazimika tena nihame kwenye ile siti, nikae siti ya nyuma. Lakini huyu kijana alikuwa ameongea na kondakta kwamba mimi nateremkia, alafu wakati anampa hela yake ya nauli akasema mimi nateremkia Gongo la Mboto. Kwa hiyo kondakta akakata shilingi 700 kwa sehemu aliyopandia mpaka pale Gongo la Mboto. Sasa gari imeendelea, Gongo la Mboto tumefika. Hilo nilosema lilikuwa la wao yeye na kondakta, ila nilikuja kujua sasa baada ya mzozo uliotokea. Gari inaendelea, tumefika Gongo la Mboto, walioteremka Gongo la Mboto wakateremka. Yeye amesinzia, amelala. Gari ikaendelea, tukafika kambi ya jeshi karibu na kwenye ule mlima. Sasa ile kondakta akaona huyu mtu vipi, ikabidi amwamshe kwa nia ya kutaka kudai nauli, akijua kwamba inawezekana kapanda hajampa nauli. Akagundua kwamba ameshachukua nauli, akamtingisha. Yule bwana alikuwa mkali. Yaani usingizi ndivyo ulivyo. Inawezekana kwako, inawezekana kwangu, kiroho ninapoamshwa kwamba ndugu kwenye vipindi, ndugu kwenye kitu fulani, yule anayekuamsha kwako anaweza kawa adui, kwa sababu una mambo yako. Yule bwana alikuwa mkali. Kwa nini unasumbua? Sasa kondakta akamwambia, kwani wewe unateremkia wapi? Sasa anaangalia, sasa kashazimuka, anaangalia hapa ni wapi, alafu haelewi. Kondakta akamwambia, Gongo la Mboto tumeshapita. Alikuwa mkali. Nini wapendwa, alisema nikizungumza hiki kisa, wapendwa, tunapoamshwa kwenye usingizi wa kiroho, tuone ni upendo mkubwa. Na sio swala la kunung'unika, sio swala la kumkasirikia mtu anapokuhimiza wajibu wako kwa Mungu, kwa sababu ndio wito tulioitiwa. Anayekuamsha amepewa wajibu kwamba tuhimizane, tuonyane, tukumbushane. Anatimiza wajibu wake ili apate rehema ya kukaa kwenye kiti cha Mungu milele mbinguni, kwa sababu ndivyo alivyoambiwa kwamba asipofanya huo wajibu atadaiwa. Wapendwa, nilikuwa najiuliza tena kitu kingine nilipokuwa naangalia hicho kisa. Nikaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 20. Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari ule wa 9. Ni sehemu ambapo tunawasoma mara nyingi sana na ni sehemu ambayo inaeleweka, lakini kuna kitu ambacho nahitaji uweze kutafakari mimi na wewe asubuhi hii kwenye somo hili muhimu. Kijana yule Eutiko, wakati wa hotuba ya Paulo alipokuwa akiendelea kuzungumza neno la Mungu, kwa sababu hotuba ile haikuhusisha mambo mengine mbali na neno la Mungu. Biblia inaripoti kisa hiki ambacho ni muhimu sana kwangu na kwako asubuhi hii kukitafakari. Inawezekana huwa nakisoma halafu naishia tu kwamba Eutiko alianguka akafa, halafu Paulo akafanya maombi, Eutiko akarudi tena katika uzima, nyanya akamfufua. Sasa mimi nilikuwa na tafakari na nimependa nikushirikishe tutafakari pamoja. Mpaka Eutiko
anaanza kufumba macho kama tafsiri ya usingizi inapoanzia kusinzia. Unaweza ukanisaidia kwenye nafsi yako ufikiri na majibu utakuwa nayo mwenyewe, kwamba alipokuwa ameanza kusinzia maneno ambayo Paulo alikuwa anayazungumza kuhusu maisha ya watakatifu aliweza kuyafahamu, na ndivyo hivyo hata kwa mazingira yetu tulionayo, kama nilivyosema kwamba unaweza ukakaa na mtu anasinzia. Anapokuwa anasinzia huku mahubiri yanaendelea, unapomshtua anapoamka, anajua kilichopita hapa nyuma, anaondoka na nini. Kwa hiyo wapendwa, hali ya kusinzia huyu Eutiko, mbali na kifo chake na muujiza uliofanyika, lakini kuna somo kubwa la kujifunza, kwamba Eutiko, hotuba ya Paulo mpaka inafikia yeye kuanguka na kufa, ilimpita kwa maeneo mengi. Hakuweza kujua kusudi la Mungu kwa Roho wa Mungu ambaye alikuwa amekusudia kuyasema yale ambayo Mtume Paulo alikuwa akiyasema katika hotuba ile ya usiku kucha. Na hili unaweza ukaona, nimeshawishika kusema kwamba hawezi kukumbuka. Nilikuwa najaribu kuangalia mtu anaposinzia. Hata wewe umewahi kusinzia. Hapa nilipo nikianza kusinzia, mwanzo nilikuwa nawaona nyinyi wakubwa kwa ukubwa wenu mlionao, lakini nitakapoanza kusinzia, cha kwanza nitaanza kuwaona nyinyi wadogo, naanza kupungua. Ndiyo tabia ya usingizi wa kiroho na wa kimwili. Unaanza kuwaona watu uliokuwa unawaona wakubwa kwa ukubwa wao, unaanza kuwaona ni wadogo, wanaanza kupungua, wanapungua, mwisho hauwaoni kabisa. Ndiyo tabia ya usingizi, ndiyo tabia ya chanzo cha kusinzia. Unaweza ukachukulia haya mambo ni ya kawaida katika kanisa. Unakuja kwenye vipindi, unaanza kupungua, mwisho unaona ni kawaida. Ulikuwa unajitoa sana katika kanisa, unapungua, mwisho unaona hakuna sababu. Ndiyo tabia ya usingizi wa kiroho na ndiyo tabia ya usingizi wa kimwili. Wapendwa, kauli mbiu yetu hii ambayo tunaendelea nayo kwa mwaka huu kutoka kitabu kile cha waraka kwa Waefeso sura ile ya 5 na mstari ule wa 14. Wapendwa, ni jambo la msingi sana kuweza kuona kwamba tuna kila sababu ya kuweza kushikamana na Kristo na kutokuweka kuiruhusu hiyo hali ya kuanza kusinzia. Mungu ana makusudi nasi katika kila jambo analofanya. Tuamke katika usingizi tuliolala, tutoke katika hali ya kusinzia ambayo inatunyemelea, kwa sababu katika kusinzia, wapendwa, tumeona kuna hasara mbili ambazo nimezitoa kwenye mifano yangu, ya yule bwana kupitilizwa kwenye ile safari na ya huyu kijana Eutiko kuanguka na kufa. Nikiruhusu kusinzia, utanipelekea kuyapata hayo mambo mawili. Tukae katika neno la Mungu, tulitafakari neno la Mungu, tuliishi neno la Mungu kama linavyohitaji tuweze kuenenda, ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Hivyo tuseme kwamba Mungu wetu ametupa nafasi hii asubuhi hii ili tuweze kukumbushana katika kitabu cha Waefeso katika swala la kusinzia na kuweza kuamka katika usingizi, ili Kristo apate nafasi ya kutuangaza. Kristo hawezi kutuangaza tukiwa tunasinzia. Kristo hawezi kutuangaza tukiwa tumekufa katika kulala. Anataka tuweze kufahamu
ili tuyaishi yale aliyokusudia, na ndimo ambao anaendelea kutuangaza, kututia nguvu za kiroho, kutuongezea nguvu za kufanya wajibu wetu na kuweza kuendelea kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Wapendwa, niwashukuru kwa kuwa pamoja katika somo hili, kwa nafasi hii ambayo tumeyapata haya na kuweza kuyatafakari, yasitupite bure. Mungu anakusudi nasi yaweze kutuamsha, yaweze kututoa katika usingizi, ili Mungu wetu aendelee kutukuzwa kupitia maisha yetu. Mungu atubariki na Mungu aweze kubariki neno lake. Amen. Amina. Neno la Bwana linaamini, neno la